tusome hapo Waamuzi 15 mstari wa 18 na 19. Samson anasemaje na nini kinatokea? Akaona kiu sana Samson, akamwita Mungu akamwambia, wewe umetupa wokovu huu. Angalia anavyojieleza, umetupa huu wokovu kwa mkono wa mtumishi wako, kwa mkono wa mtumishi wako, na sasa nitakufa kwa kiu. Ila sasa nataka kufa kwa kiu na kuanguka katika mikono ya watu wasiotahiriwa, nianguke kwenye mikono ya hao Wafilisti. Lakini Mungu akapasua. Angalia sasa majibu ya Mungu, mahali penye shimo palipo katika lehi. Tuelewane hapo. Je, Mungu alimtia nguvu? Hapana. Alishusha roho wa nguvu? Hapana. Akajua huyu shida yake ni wapi? Huyu anahitaji maji. Hivi kama una kiu sana, mtu anakushika anakwambia na kuongezea nguvu, utaendelea na safari? Si mpaka upate maji. Kwa hiyo nitaanguka katika mikono ya watu wasiotahiriwa. Pakatoka maji. Mungu akapasua katika lehi, yakatoka maji. Alafu naye alipokwisha kunywa, angalia sasa, alipoyanywa roho yake ikamrudia. Roho cha kwanza, roho yake nafaje? Ikamrudia. Alafu akaburudika. Cha pili, akaburudika. Kwa hiyo jina la mahali pale likaitwa En-Kahori. Roho ili murudia. Na wewe, si mimi nilikuwa naongea juu ya neema si nimeshangaa mmelipuka? Sio roho ya maombi imewarudia? Kuna kitu kimekurudia, kwa sababu tumeongelea neema. Neema imekuja moyoni mwako. Ningeongelea nguvu isingekusaidia. Kwa hiyo kuna mistari ya nini? Ya neema. Tutaendelea nayo kesho. Roho wa neema nitakupa baadhi ya mistari. Jina la Bwana libarikiwe. Naamini mmefurahi. Ukiongeza wiki moja inawezekana. Sio kilimo sasa hivi kimeisha. Mchele upo, ongezeni nyama tu, mchele upo. Au tunapiga mfungo hivi? Mnasema kweli kuna watu wanataka kuendelea kabisa? Haya, stansi utaangalia idadi yao, watafutie kozi yenu fupi, si ndio hivi? Hatuna shida. Mwambie jirani yako hongera sana, neema imekutembelea. Kuna watu tangu wamekuja alikuwa amenuna. Sasa kila mmoja bado kidogo. Kuna wachache hapa mirija haijazibuka, itazibuka tu. Roho ya wepesi itakaposhuka. Sasa tunataka twende kuhubiri. Amina. Ingawa mvua inakuja, lakini tutaone itakavyokuwa. Nimesema mtumishi unatakiwa uwe na uwezo wa kuongea juu ya mahubiri kwa muda mrefu bila kuchoka na bila kurudi kusoma. Imani yako ijue. Tuliona Stefano anaijua, si ni kweli? Kosa lake hakumhubiri Yesu, lakini anaijua. Sasa ili uwe mtumishi mzuri na ukubalike, uwe na uwezo wa kuleta hoja, unang'ang'ana nayo, unasimama nayo, unakuwa unaijengea, unaendelea. Cha pili, uwe na uwezo wa kuongea mfululizo, kwa sababu mioyo hutifuliwa. Mioyo kwenye Hosea anasema uchimbueni udongo wa mashamba yenu. Kwa hiyo mioyo huu inatifuliwa jinsi unavyoongea mfululizo. Hata kama mtu alikuwa hataki kukufuatilia, analazimika kukufuatilia.
ni kama daraja, unakuwa unamvuta jinsi unavyoendelea, kwa sababu huhami kwenye pointi yako. Sasa yule mtu alikuwa mbali, anaweza si wapi, anaona huyu mtu amemaanisha, ngoja na mimi nifanyaje, nimaanishe. Cha kwanza, utasifika na kuheshimika kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu na umefundishwa, una uwezo wa kuhubiri na unahubiri kitu kinaeleweka. Unachotakiwa kujua, kama ni maombi, simama na nini. Unaweza ukawa unaleta, hata unaweza ukatoa na shuhuda, lakini ni maombi, usihame. Kama ni maombi, zungumzia maombi, labda matokeo ya maombi, hasara za kutokuomba, lakini bado uko kwenye nini, kwenye maombi. Nafikiri nimeeleweka. Tutafanya kwa sababu mvua inakuja. Nitatamani muwe nje wengi, humu ndani tutakuwa tumekunja hivi viti. Mtakaporudi nadhani mnaweza kusimama kuanzia hapa. Askofu Jacobo ataongoza maombi pamoja na mtumishi wa Mungu Askofu Ignas. Hawa ni wahubiri. Amina. Utapata upako wa kuhubiri. Twende Matendo 13. Matendo Paulo na Barnaba wanafika Antiokia ya Pisidia. Wamehubiri huko na huko, wakafika mahali hapo. Kuanzia mstari wa 13, kisha Paulo na wenzie wakang'oa nanga, wakasafiri kutoka Pafo, wakafika Page katika Pamfilia. Yohana akawaacha, akarejea Yerusalemu. Mstari wa 13. Umeuona? Kiu yako ndani ya maisha yako, ndani ya moyo wako, ni saa ya kupokea, ni saa ya kupokea, ni saa ya kupokea, ni saa ya kupokea. Hivi ni vizuri, ndugu yangu, fungua moyo wako, fungua moyo wako, fungua moyo wako. Yesu mwenye nda kuachilia, Yesu mwenye pamoja na malaika wake wako. Ni saa ya kuachiliwa nguvu, 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 wapo tayari kwa majira. Yes. Yes. Ni majira sahihi, ni wakati wako, ni wakati wako kwenda kupokea. Tunapopita kuachilia nguvu, tunapoweka mikono yetu, unaenda kupokea nguvu za ajabu za kwenda kufanya kazi kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea nguvu, pokea, 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 pokea nguvu, pokea
linashuka, mamlaka yapo sasa, malaika wa Bwana wapo kwa jina la Yesu. Pokea mamlaka. Katika jina la Yesu, pokea uwepo. Bwana akupokee. Jaza nguvu, jaza Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Pokea nguvu ya Mungu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea upako katika jina la Yesu Kristo. Pokea. Pokea nguvu ya Mungu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu ya Mungu. Pokea nguvu ya Mungu. Pokea nguvu ya Mungu. Pokea nguvu ya Mungu. Pokea upako katika jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea upako kwa jina la Yesu. Nguvu ya Mungu pokea kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya Mungu katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu pokea katika jina la Yesu. Pokea nguvu ya Mungu. Bwana akujaze upako. Pokea upako kwa jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya Mungu katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Pokea uwepo wa Mungu. Pokea katika jina la Yesu. Pokea upako wa kuhubiri Injili. Pokea wa kuponya katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Pokea nguvu ya Mungu kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea uponyaji. Kuanzia sasa hivi uvimbe ninakuamuru utoke kwa jina la Yesu. Awe mzima. Pokea upako kwa jina la Yesu. Roho wa Mungu akaingia akuponye, akuokoe, akuponye kwa jina la Yesu. Pokea upako. Haleluya. Katika jina la Yesu. Pokea nguvu ya Mungu katika jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu pokea. Kwa jina la Yesu pokea nguvu ya Mungu. Kwa jina la Yesu pokea. Katika jina la Yesu pokea. Kwa jina la Yesu pokea. Katika jina la Yesu. Bwana aguse moyo wako. Pokea. Bwana aguse moyo wako. Pokea nguvu ya Mungu katika jina la Yesu.
nguvu ya Mungu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea nguvu ya Mungu, pokea nguvu ya Mungu, pokea upako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea upako. Bwana akuguse, Bwana akupose, Bwana akuguse. Pokea upako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Bwana apokee, pokea upako, pokea upako, pokea nguvu, pokea nguvu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana akupokea, pokea nguvu, pokea 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 nguvu ya Mungu. Pokea nguvu ya Mungu, pokea pokea. Sante Yesu, sante Bwana. Yesu, naomba endelea na maombi, endelea kumshukuru Yesu, endelea kumshukuru Yesu. Naomba wewe kama hatuja kuwekea mikono njoo mbele, maana hapa tunaona kama tumechanganya. Wewe ambaye hujawekewa mikono unaweza ukasogea. Wewe ambaye umeshawekewa mikono sogea nyuma. Naomba tusogee nyuma kidogo, sogea nyuma kidogo ili tufanye huduma vizuri. Naomba ndugu zangu mngemsaidia huyu asogee huko kidogo. Naomba inua mikono yako juu. Naomba ninasema kisima ni cha kwako. Maji yanatoka ndani yako na uachiliwa. Mbingu ziko wazi, mbingu za Bwana zimefunguka, mbingu zimefunguliwa tangu Jumanne. Tangu Jumanne mtumishi wa Mungu alikuwa anasafisha, anaosha kila sehemu. Hivyo sasa kaa tayari kupokea. Nenda mbele za Bwana, muone. Ona Yesu yuko mahali hapa. Ona malaika wako mahali hapa. Ona nguvu ziko mahali hapa. Tafakari, achilia moyo wako. Nenda katika maisha ya kiroho. Pokea kwa jina la Yesu. Roho wa Bwana awe juu yako. Nguvu zikakushukie kwa jina la Yesu. Pokea kwa imani kwa jina la Yesu. Nguvu za Bwana. Pokea kwa imani nguvu za Bwana. Pokea, pokea. Bwana akutie nguvu. Bwana akujaze nguvu na mamlaka. Akutie uweza. Pokea mamlaka ya Bwana. Pokea mamlaka ya Bwana. Pokea. Pokea, pokea nguvu za Bwana. Pokea nguvu za utendaji. Pokea kwa imani. Pokea nguvu za Bwana. Pokea nguvu za utendaji. Pokea neema ya Bwana. Pokea neema ya Bwana. Pokea kwa imani. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea, pokea nguvu za Bwana. Pokea kwa imani. Pokea, Bwana anakutia nguvu. Pokea kwa imani. Pokea kwa imani. Pokea, pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea nguvu za Bwana. Pokea, 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 pokea. Pokea, kazi ikaendelee. Pokea kwa imani. Pokea kwa imani. Pokea nguvu za Bwana. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea, 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 pokea. Bwana akutie nguvu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea nguvu za Bwana.
Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea nguvu za utendaji wa kazi. Funguka ndani ya moyo wako. Achilia moyo wako, achilia. Achilia moyo wako, achilia. Achilia, 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 achilia kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pokea. Pokea kwa jina la Bwana. Pokea nguvu za Bwana. Pokea kwa jina la Yesu. Funguliwe kwa Bwana Yesu. Yesu. Aya, kama kuna wengine tumalizie tuondoke. Bwana Yesu, achilia nguvu zako. Achilia Bwana, achilia. Achilia upako wa utendaji wa kazi. Achilia, achilia. Pokea kwa imani. Pokea, pokea kwa imani. Pokea na iwe hivyo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pokea, 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 pokea kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Shangilie Mungu kwa makofi. Haleluya, 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 haleluya. Endelea, haleluya. Shangilie Mungu wako kwa makofi. Haleluya, haleluya, haleluya. Piga makofi, piga kelele, piga kelele nyingi. Ongeza, ongeza. Ongeza tena na tena. Haleluya. Amen. 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 Niombe mwimbaji aamushe sasa, kabla ya mambo mengine. Basi nitaomba wewe uliyesimama, inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Naomba unisikilize kwa makini sana. Wiki hii ni wiki nyingine. Bwana Mungu wa majeshi anayo makusudi na maisha yako. Anayo maandalio makuu sana kwa ajili ya kujipatia kanisa lake, kanisa lisio na maua, kanisa lisio na makunyanzi. Hivyo umefika hapa kwa makusudi ya Mungu mwenyewe. Mungu anaenda kutembea na wewe. Mungu anaenda kuwa pamoja na wewe. Mungu anaenda kusimama pamoja na wewe. Mungu anaenda kutenda maajabu. Mungu anaenda kuinua huduma hii kiwango cha juu. Uamsho mkuu, uamsho mkuu. Ileba shamara kiasaka. Ayaribeta tudari na saya. Ayuri neva isharia kasta. Andaboria deba ikililisisa. Andadodi birifaya. Ayuri area sa. In the cluster today. Bwana wa majeshi anaenda kufanya kitu cha ajabu katika maisha yako. Mungu ameleta kwa
makusudi, hujajileta wewe, ni Mungu mwenyewe amekusudia kwa kusudi lake kukutuma wewe. Hivyo katika semina hii usipoteze, unapotoka hapa usipoteze, ishara na maajabu na miujiza yatambatana na wewe, mtumishi wa Bwana. Mungu hatakuacha wala hatakupungukia. Yeye yuko atembee na wewe kila upitapo, atakuwa pamoja na wewe. Mungu anaye makusudio makubwa. Mungu anaye makusudio makubwa kutengeneza kitu cha ajabu katika Tanzania yetu, kuleta nguvu za ajabu katika nchi yetu, kupita kila kona katika nchi yetu, kufungua milango katika nchi yetu. Tafakari sana, tafakari. Wewe hujajileta hapa. Hebu tafakari Mungu, mtafakari Mungu. Kuna kitu kinaenda kutokea sasa, kuna kitu kinaenda kutokea. Ingia katika kiroho, ingia katika mambo ya kiroho. Kuna kitu kinaenda kuachiliwa sasa, kuna kitu kinaenda kutokea sasa, kuna kitu kinaenda kutokea. Kuna jambo linaenda kufanyika sasa, kuna jambo linaenda kufanyika sasa, kuna jambo linaenda kufanyika sasa, kuna jambo linaenda kufanyika sasa. Yesu yuko mahali hapa, malaika wapo mahali hapa. Warabo shikarabo rishakarabo didaraboshia, malaika wapo wanaenda kufanya maajabu sasa hapa. Sogea mbele za Bwana, sogeza moyo wako mbele za Bwana, sogeza moyo wako mbele za Bwana, sogeza moyo wako mbele za Bwana. Jioni ya leo ni jioni nyingine, jioni ya leo ni jioni nyingine kwa kila mtu, kwa kila mtu. Wewe ulioko mahali hapa, sogeza moyo wako mbele za Bwana, ingia kiroho. Angalia Yesu, malaika wake wako hapa tayari kufanya yale waliokusudia jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo. Wako mahali hapa, wako mahali hapa, watende yale walioyakusudia, walioyakusudia jioni ya leo. Wako mahali hapa. Utapiga kelele, utasema, Bwana wangu Yesu, usiniache kwa mpango huu ulioniitia, na nisije nikaacha makusudio yako. Alafu Mungu ataachilia, malaika wataachilia vitu vyao. Utapiga kelele nyingi kusema, Yesu, Bwana wangu, niko mahali hapa, naomba Bwana wangu usiniache kwa mwaka, usiniache Bwana wangu, usiniache nikapoteza kile ulichonipa. Jiandae, jiandae sasa, jiandae, jiandae sasa. Nitahesabu 1, 2, 3. Utapiga kelele, utapiga kelele kubwa. Alafu utasema, Yesu, 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 usiniache. 1.
tafakari, kuna kitu kinaenda kutokea. Tafakari sana, tafakari sana, tafakari sana. Yuko Mungu mahali hapa, Baba yetu yuko mahali hapa, anatuangalia kwa karibu mno. Hii sio ya kawaida, aliandaa mwenyewe kwa watu wake. 2, 3. Zinatembea, uweza uko mahali hapa, malaika wanatembea, huduma inafanyika. Maajabu yako mahali hapa, maajabu yako mahali hapa. Roho wa Bwana anatembea, nguvu ziko mahali hapa, nguvu za Mungu ziko mahali hapa. Utendaji wa Bwana uko mahali hapa. Riabosha, 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 riabosha. Nguvu zimeachiliwa, nguvu zimeachiliwa na Bwana, nguvu zimeachiliwa. Malaika wapo mahali hapa, malaika wapo mahali hapa, wanashughulika na watu wake, wanashughulika na huduma zake. Riaboshikarabo, riabodibashangaraba. Riso God wa Yesia, in the name of Jesus. Yesu, asante. Asante Bwana wangu, asante Mwokozi Yesu, asante kwa maajabu haya. Yesu yuko mahali hapa. Yesu anafanya kazi yake. Asante Yesu Kristo, asante Mwokozi. Shangilie Mungu kwa makofi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tena na tena, ongeza tena mara nyingine. Amen, amen, amen. Tulia wewe ambao uko huko, tulia. Kuna kitu Mungu anaenda kufanya. Endelea, endelea. Wale walioko tayari kusema na Mungu waseme. Jiweke tayari, jiweke wazi, funguka, funguka, jiachilie, jiachilie mbele za Bwana, jiachilie, jiachilie mwana wa Mungu. Ni wakati wa pressure ya Mungu, ni wakati wa kupita kwa watu wake. Waliona mahitaji ya utumishi, waliona mahitaji mbalimbali yaliyo magumu. Yeye yuko sahi, yuko akusaidie, yuko akupanye maisha yako, akupanye vile vifungo mbalimbali vilivyokufunga vikatike.
Mtafakari Yesu. Mtafakari Yesu. Mungu wako aseme na wewe. Mungu wako ongea ndani ya moyo wako. Mungu wako ongea na wewe ndani ya moyo wako. Mungu huyo aseme na wewe, aseme na watu wake, anene na watu wake jioni ya leo. Funguka, fungua, achilia moyo, achilia moyo wako, achilia moyo mtumishi wa Mungu, achilia moyo, achilia moyo. Ukiwa umetulia, ukiwa mtulia, Mungu ni mwema kwenye maisha yako. Tafakari alivyokusaidia, tafakari alivyokufikisha mahali hapa. Kama kuna mtu mwenye tatizo, mwenye shida ya aina yoyote ile, anaweza akafika tukaomba naye. Shida yoyote, naomba maombi haya tutakapoomba, tunahitaji ushuhuda. Mungu akifanya jambo, toa ushuhuda. Tatizo lako kwa Yesu hakuna shida, ni kitu kidogo tu. Nimeona mwenyewe kwenye makongamano watu wameponywa hata na wa ukimwi, nikiwa shahidi mimi. Watu wa ukimwi wanaponywa, wa visukari wanaponywa. Yaani ugonjwa wowote kwa Yesu hauna kitu. Shida yoyote ile, kikwazo chochote kwenye maisha yako, Yesu anatenda maajabu sana. Kuna mama moja Karagwe, alikuwa akila nyama anavimba mwili wote. Nafikiri mtumishi wa Mungu anajua. Mtumishi wa Mungu anajua, yeye mwenyewe aliniambia nenda, pelekwa kwenye ukamfanyie huduma. Yule mama nilipoenda nilienda kwa ajili ya mume wake, baadaye nilipoomba kwa ajili ya mume wake, na yeye sasa akasema mimi ni kila nyama na vimba mwili wote, kwa hiyo mimi nyama sili. Nikamwambia kesho kanunue nyama ule, tena nyama kwa wingi, hautaona jambo hili tutakapoomba. Kweli Mungu alifanya muujiza. Aliponunua akala, mimi nikaelekea Singida. Akaja kanipigia akaniambia, mtumishi wa Mungu, mimi nimepika nyama nikala, sijaona jambo lolote. Paka leo ni mzima, yuko Dodoma. Haleluya! Nataka nikutie moyo kwenye mahitaji yako yoyote ya. Wakaomba uhamisho watoke pale Karagwe. Nikamwambia andika barua, kama umeona hapa umeshindikana kukaa, andika barua. Akaandika barua, tukaomba hiyo barua, akaituma, akahamishwa. Sasa hivi amehamia Dodoma. Hii ninakushuhudia mambo ya kweli ambayo yamefanyika Karagwe. Na baadaye kaomba kwa ajili ya viwanja, apate viwanja. Anavyo viwanja na ameshajenga huko tayari, ni kwa ajili ya Yesu. Haleluya! Kwa hiyo ninataka nikutoe hofu, nikutoe wasiwasi, nikutoe mashaka. Yesu huyu tulionayo anaponya, anawafungua watu aina mbalimbali, na hata wewe atakufungua. Na wewe sasa uliofika hapa,
umefika. Kwa imani tuliyofundishwa, muamini Yesu, anaenda kutendea muujiza. Anaenda kukutendea muujiza. Inua mikono yako juu. Niombe. Nilimwona nani? Manase yupo. Haya, naungana kufanya kazi. Inua mikono yako, na wewe ulioko nyuma, nyosha mikono yako huku kwa ajili ya uponyaji. Wewe kama umekuja kwa maombezi, naomba uonekane sehemu, tusije tukaingia kwenye sehemu nyingine. Wewe kama umekuja kwa maombezi, fika, jipange huku. Naomba watumishi wa Mungu muangalie wale walio na mahitaji ya kuombewa. Basi tuombe. Waangalie, tusije tukaingilia mambo mengine tena. Nafikiri tumewaona, si ndio? Baba yetu na Mungu wetu Yesu Kristo, Bwana wangu Yesu, angalia Bwana Yesu, ninaenda kusimama kinyume na nguvu za kisa. Naenda kusimama na roho mbalimbali, roho za mateso juu ya binti huyu. Ewe pepo la mateso kwenye mwili wako, toka, achia, funguka, achia roho mbaya, pepo, toka kwa binti huyu, mwachie, funguka, haya, hama, toka, haya, mwachie kwa jina la Yesu, mwachie kwa jina la Yesu. Naomba muendelee kumwombea huyo. Baba, katika jina la Yesu, tunaenda kuzivunja kazi mbaya za uharibifu. Toka pepo mbaya, toka roho chafu, toka vinyamukera na vipega vya kila namna, toka, haya, mwache, haya, toka, mwache. Msaidieni basi jamani, kwa jina la Yesu. Vijana mko wapi? Msaidieni kwa jina la Yesu. Toka pepo mbaya, toka roho chafu, toka kwa jina la Yesu. Toka, machie. Tunazivunja kazi mbaya za adui. Toka roho chafu, magonjwa, toka kwenye mwili wake, toka kwenye viungo vyake. Pepo mbaya, toka, mache, toka ila za shetani, mwachie, toka kwa jina la Yesu, toka, mache, funguka, mache, toka kwa jina la Yesu, funguka, toka roho mbaya, toka pepo mbaya, toka, haya, funguka, nenda zako, toka, haya, mache, toka, mache, funguka, haya, mache kwa jina la Yesu. Funguka, nenda zako kwa jina la Yesu. Naenda kuzivunja kazi mbaya za adui. Toka roho ya magonjwa, toka, mwache, awe mzima, uwe mzima, pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Nguvu za aina zote, magonjwa ya aina mbalimbali yatoke. Shida, mahitaji yako ulio nayo, Bwana akutendee. Funguka kwa jina la Yesu, Bwana na akufungue,
akufungue. Pokea uzima na uponyaji kwa jina la Yesu. Bwana akufungue kwenye mahitaji yako, kwenye mahitaji yakiwa ya afya. Bwana akufungue. Pokea uzima na uponyaji, pokea uzima na uponyaji kwa mahitaji yako yote. Bwana akujibu yale ulio nayo kwa jina la Yesu. Achia, 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 achia. Toka roho mbaya, toka pepo mbaya, toka kwa jina la Yesu. Toka, achia, achia, machia, machia, machia. Toka, panda, nenda, panda, nenda zako, panda, nenda zako, panda, nenda zako, panda, nenda zako. Achia tumbo lako, achia tumbo lako, achia viini vya magonjwa kwa jina la Yesu, kwenye mwili wake, kwenye mwili wake, kwenye viungo vyake. Funguka, uwe huru sasa, uwe huru sasa. Chomoka, nenda, chomoka, nenda kwa jina la Yesu. Yesu Kristo. Asante Yesu, asante Bwana, asante Yesu, asante. Naomba sisi tulioko huko, naomba funga kila aina ya nguvu za giza ambazo ziko hapa. Omba kwa imani, nyosha mkono huko, watu hao wafunguliwe, waachwe huru sasa. Tusitazamane hivi, watu wa Mungu. Hapa tuko kazini wote. Shughulika na wewe ulioko, maana tumefundishwa kwamba kwenda kufanya kazi ya uponyaji. Kwa hivyo ni vizuri tushirikiane wote, tuingie wote kwenye nafasi zetu, kila mmoja basi ashughulike. Unaamini kwamba utatembea sasa? Kiamini yanawezekana. Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu. Manase, shika hii miguu. Baba, katika jina la Yesu, naamuru nguvu ya magonjwa kwenye miguu. Naamuru nguvu ya magonjwa kwenye miguu yake. Achia, achia pepo la kuparalyze. Pepo toka, achia miguu yake. Achia, achia miguu yake. Achia kwa jina la Yesu. Haya, achia, 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 achia kwa jina la Yesu. Miguu hiyo itiwe joto sasa kwa jina la Yesu. Ninakufungua kwa jina la Yesu miguu, nyayo zake kwa jina la Yesu. Haribu kila hila, kila njama, kila maagano yaliyofanyika kwenye nyayo zake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Funguka, 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 funguka. Miguu hiyo ifunguka. Vifundo kwenye miguu, vifundo kwenye miguu viachie, viachie sasa, viachie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Simama kwa imani, simama kwa imani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Simama kwa imani, simama kwa imani, simama kwa imani kwa jina la Yesu. Vifundo viachie, vifundo viachie, vifundo viachie, vifundo viachie, vifundo viachie kwenye miguu yako. Nakata kamba, kamba kwenye miguu, kamba kwenye miguu, kamba kwenye miguu. Tembea kwa imani, tembea kwa imani, tembea kwa imani, tembea kwa imani, tembea kwa imani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Funguka, 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 funguka. Achia, achia kwenye vifundo, achia kwenye miguu yake, achia kwenye miguu yake, achia kwenye miguu yake, achia, 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 achia.
achia, achia, achia. Oh, achia, achia, achia kwenye miguu yake. Achia sasa, achia, achia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Miguu yake tiwe nguvu, itiwe nguvu sasa, itiwe nguvu sasa, itiwe nguvu sasa. Bwana akutie nguvu, Yesu akutie nguvu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tembea kwa imani kwa jina la Yesu. Fundo vyote viachie, fundo vyote viachie, fundo vyote viachie, fundo vyote viachie, viachie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fundo vyote viachie, viachie kwenye miguu, viachie kwenye magoti, viachie kwa jina la Yesu. Kataa nyayo zilizotekwa, zilizochanganywa. Toka, achia kwenye miguu yake, achia kwenye miguu yake, achia kwenye miguu yake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tembea kwa imani, tembea kwa imani, tembea kwa imani. Njoo sasa, tembea, tembea kwa imani, tembea, tembea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Njoo huku, njoo huku kwa jina la Yesu. Njoo kwa imani, tembea kwa jina la Yesu. Miguu yako itiwe nguvu sasa, miguu yako itiwe nguvu sasa, miguu yako itiwe nguvu sasa, miguu yako itiwe nguvu sasa. Oh, itiwe nguvu sasa, 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 itiwe nguvu sasa. Yesu, onekana, onekana Mwokozi, onekana, tenda maajabu, tenda muujiza, tenda muujiza. Fungua mama huyu. Matendo yako yako wapi? Matendo ya miujiza yako wapi? Matendo ya kufungua watu wako. Funguka, funguka, njoo, tembea, tembea kwa imani, tembea kwa imani. Njoo, tembea, njoo, tembea, njoo kwa imani, njoo kwa imani. Oh, Yesu, 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 kwa jina la Yesu, Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Njoo, tembea, 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 tembea kwa imani, tembea. Kanyaga, 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 kanyaga. Vifundo vyote viachie, fundo vyote viachie, fundo vyote viachie, fundo vyote viachie kwa imani. Bwana mfungue, achilia, achilia miguu yake, pepo la miguu, toka, toka, toka kwa jina la Yesu. Okay. Oh, Yesu, asante. Amen, amen. Yesu asifiwe. Amen. Amen. Yesu asifiwe. Haleluya. Shangilie Mungu kwa makofi mengi. Ndugu zangu, watumishi wa Mungu,
tuache hofu, tuache wasiwasi, tujiamini. Sawa watu wa Mungu, tujiamini. Usichanganye mawazo ya kukua na mashaka mara hivi, hiyo sio nzuri. Sisi tujiamini kwa sababu tuko shuleni hapa, tunajifunza na tunaingia kwenye matendo. Hii si nzuri sana. Tunafanya na matendo. Basi Mungu awabariki. Sasa naomba upate nafasi ukae ili tuweze kumalizia. Chomoa kiti taratibu, pata nafasi kaa. Kama utapata nafasi ya kukaa basi utasimama taratibu. Wekeni viti, tukae tutulie ili tumalize. Asifiwe sana. Hongereni sana. Tumeona amefanya kazi kubwa, na kwa imani, kwa kujituma, tuna wahubiri wazuri sana sana. Sina lugha ya kusema. Bwana ameona kazi yenu. Labda tu tumalize na shuhuda. Wala ambao katika kuhubiri uliona maono au ulitiwa nguvu ya ajabu. Ukipata wachache ni nzuri, tusimalize bila kusikia. Karibisha wachache ambayo na ushuhuda. Karibu. Nafikiri waliosimama wanatosha. Njoo tu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Leo nimeona kitu cha ajabu. Hubiria majani. Alafu nahubiri, alafu hakuna naye kusikiliza. Nilihubiri mpaka majasho yakaniloa, mpaka nguo zangu zote ni mbichi sasa hivi. Haleluya. Nilishawahi kuona wakati ule kipindi fulani nilikuwa mlimani, nikahubiri habari ya Zakayo. Mtu mmoja kutoka machungana alikuwa anachunga, nikahubiri habari ya Zakayo, shuka upesi. Nimehubiri, mtu kumbe amenisogelea mpaka amewa kuwa karibu. Leo nimeona kwa mara nyingine. Sema amen. Nilihubiri habari ya Zakayo. Sijawahi kuhubiri, sijawahi kutoa ushuhuda kanisani, lakini siku hiyo nikahubiri habari ya Zakayo. Yule mtu akanisogelea, nikaongoza sala ya toba. Sasa nikawa nasikia sauti ya mtu nikisema, sema Bwana Yesu. Anasema Bwana, nikasema nifungue macho nisifungue. Sema Bwana Yesu, anasema Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, nimetubu mbele zako, nimetubu. Dakika ya mwisho nimeombea, Baba msamehe, mtakaze, nafungua macho, mzee wa watu, makamasi na yani mzee amelia paka nikamwonea huruma, kama Baba nasema sasa unaniambiaje? Nikamwambia umeokoka. Sema amen. Nikamwambia tafuta kanisa. Akaenda kanisa la TAG. Leo ni mchungaji na ni mwangalizi. Sema amen. Na leo nimehubiri mpaka nimeona majani yamesimama saizi hii. Yaani nimehubiri, baadaye nafungua macho na natoa sala ya toba, naona majani kama imefika saizi hii. Sema amen. Imenirudia kwa mara nyingine, tunaenda na moto huo.
mpaka. Sema amen. Barikiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wa Mungu, jina la Bwana libarikiwe. Injili ya moto sio moto, injili ya moto sio moto. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana baba yetu, Mungu akubariki sana. Sijui nisemeje. Kwa mara ya kwanza nimemfahamu kwenye vitabu vyake na ninavyo vitabu 7 hivi. Nilikutana na mpendwa akanipa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa jina naitwa Stefano. Kwanza ushuhuda wa kwangu, kufika tuko hapa nilipigana vita sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kukatisha, napenda nikwambie kitu kimoja. Usiku wa kuamkia leo, nipo kwenye kijiji chetu pale Ulemo. Ukifika Kizaga kuna njia panda naenda Ndago. Bwana Yesu asifiwe. Ninaona wachawi wamekusanyika. Katikati ya kukusanyika, ninaona kuna nguo nyeupe zinapita zikatangulia mbele. Ninasema kwa nini watu hao wamekusanyika? Alafu ghafla ninaona kuna vijana wamebeba miti mizito. Kumbe mbele kuna kaburi lilikuwa limechimbwa. Lile kaburi lilipokuwa limechimbwa kwa ajili ya mtu kwenda kuzikwa, lile kaburi katikati ya kutembea, ninaona katoto kiume kanaenda kuzikwa. Namuuliza Roho Mtakatifu ni kitu gani? Inaniambia huduma yako ilifika mwisho, alienda kuizika. Bwana Yesu asifiwe. Ninaona kuna watu wanaonijua wanalia, wanarudi nyuma, na mimi niko mzima, ninajiona katikati ya watu wazima. Kumbe nimekufa. Kumbe huduma yangu ilikuwa inakufa. Huduma za watumishi wa Mungu zilikuwa zinakufa. Ghafla kuangaza mbele, ninaona mtumishi wa Mungu mtumishi wa Mungu amevaa vazi la ajabu, ni jeupe, sijawahi kuona. Akasema no, akasema hapana, akasema hakuna. Kuna watumishi ambao sitataja hilo dhehebu, wakawa wanashangilia walipomwona mtumishi wa Mungu amekuja. Akakataza, akasema iwezekani azikwe. Wakanuna, wakaniangalia, wakanifyonza. Ghafla nikaona uzima umetokea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitabu cha Maombolezo 2 mstari wa 15 nisome. Maombolezo 2 samani. Maombolezo 2. Amen. Bwana Yesu asifiwe. 15. Haleluya. 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 Kama una amani shangilia, kama una furaha shangilia. Namna hiyo. Maombolezo 2:15. Ndio. 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 Bwana anasema kwamba inuka uondoke. Sikiza nikwambie, Yesu akasema nikamatia ubweha, nikamatia ubweha wasiotaka maendeleo, wasiotaka matokeo. Luka 13 mstari wa 32. Akasema ya kwamba yule Herode akasema ya kwamba huyu Yesu anataka kumkamata. Akasema asionekane siku ya ngapi? Asionekane siku ya ngapi? Kuanzia leo tusimone na kesho tusimone. Yesu akamwambia, kamwambia yule bweha, siku ya kwanza nitakuwepo, siku ya pili nitakuwepo, siku ya tatu Jehova anakamilisha mechi, anakamilisha mchezo. Yesu amenikamilisha. Sikiza nikwambie, akasema tukamatieni Yesu. Sikiliza, Biblia haisemi ya kwamba bweha ndio watu kwenye ulimwengu wa roho. Ni watu ambao ni waharibifu, wasiopenda matokeo. Tunawasha moto kama
kama Samsoni. Tunawaunganisha mikia, wakikimbia Sumbawanga wanateketea, wakienda Tanga wanateketea, wakienda Nairobi teketea, wakikimbia Sumbawanga teketea. Kamata hao bweha, kamata hao, kamata hao, kamata hao bweha wanaoharibu mimba, wanaoharibu huduma zisichibue, wanaoharibu uamsho. Kamata hao bweha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninao mengi ya kusema, lakini basi tu. Bwana Yesu asifiwe. Naweza nikasema hii semina yaweza kuwa ilikuwa ya kwangu, lakini ilifika wakati ni kama vile nilisha anza kuahirisha, ila Mungu alinileta kwa kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Maana kila kilichokuwa kinazungumziwa ni kama nasemwa mimi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini wacha niseme kile ambacho nimekiona wakati nahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Niliposoma neno nikahubiri kama dakika kadhaa hivi, nikaona kama sauti inaisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini cha ajabu sauti ikabadilika, ikaja sauti nyingine. Mimi nilikuwa na washirika, nyinyi mlikuwa mnahubiri majani, ila mimi nilikuwa na washirika pale jikoni. Bwana Yesu asifiwe. Wale wapishi ndio walikuwa washirika wangu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ninahubiri, ni wakati sauti ikabadilika, ikaja sauti nyingine. Nilipokuwa naendelea kuhubiri, nikaanza kuwaza sasa, dakika sizifika sasa nisikia hata sauti wanasema tayari, kama tulivyokuwa tunaambiwa. Maana nilikuwa naona ni kama vile nimechoka. Bwana Yesu asifiwe. Nikasikia maumivu makali kwenye shingo, kwenye kichwa maumivu makali, kwenye kifua maumivu makali. Sasa mara nyingi Mungu aga ananitumia kwenye huduma pale, nilishasahau, nikajua labda shetani ananishambulia. Ila baadaye wakati nahubiri, Roho Mtakatifu akaniambia kuna watu wenye shida ya namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikawa natangaza kwamba kuna neema jioni ya leo ya watu kuponywa. Kama una shida ya namna hii, unaumwa shingo, kuna neema ya kuponywa. Unaumwa mgongo, kuna neema ya kuponywa. Unaumwa kifua, kuna neema ya kuponywa. Sikujua kama kuna wagonjwa pale, mimi sijui. Lakini wakati ninaomba maombi ya kumalizia, nikaona maumivu mimi yameisha chwa. Nikajua Mungu ametenda. Sema amina. Mungu awabariki. Kwa majina yangu naitwa Jacob Godfrey, ni mwenyeji wa Kinampundu. Haleluya. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu, nataka nishuhudie jinsi Bwana alivyonitia nguvu wakati nahubiri. Haleluya. Cha kwanza namshukuru Mungu kwa ajili ya uamsho ulioanza upya. Amen. Yaani nimezaliwa upya mimi mwenyewe. Haleluya. Nikakumbushwa, nakumbuka wakati ilikuwa mwaka 2005 sijui na ngapi, mtumishi sikumbuki, ilikuwa mara yangu ya kwanza. Mtumishi huyu alikuja. Sisi ni jamani, ni ndio mbegu, yani ndio wanafunzi, ndio watoto tuliozaliwa kule kwetu Dongobeshi. Wakati huo vita ilikuwa kubwa, mambo yaliendelea vizuri kwanza. Baadaye mtumishi akainukiwa na sisi tukainukiwa. Lakini Bwana ni mwaminifu, bado tunaendelea. Tulitukanwa kwa kila namna. Tukaambiwa wanamfuata nabii wa uongo. Si hatukuyaelewa yao, kwa sababu tuliona, tulipokea kitu. Haleluya. Walitutaka kutumaliza, lakini tupo mpaka leo. Na ninamshukuru Mungu tumekutana tena na neema hii ya uamsho. Haleluya. Mimi namshukuru Mungu. Cha kwanza, yani uamsho huu umenifungua maeneo mengi na umezidi kunifungua. Nilikuwa muoga sana, hata kusimama hivi siwezi. Bwana atusaidie. Haleluya. Nimekuwa jasiri kwa sababu uamsho umenifungua.
nakumbuka baba alifundisha siku moja, tulikuwa sehemu moja kule kwetu, habari ya vifungo vya kila aina. Kumbe hata miayo ni kifungo. Yaani unapiga tu miayo wakati unaomba, kumbe ni kifungo. Hatukujua uoga ni kifungo. Mimi hapo ndio nilipatikana, nilikuwa muoga. Siku moja Mungu alisema na mimi kwa habari ya ujumbe fulani. Nilifika mahali Roho kaniambia sema. Niliogopa, nikashindwa kama nimepigwa msumari kwenye kiti. Ni kweli sijasimama. Roho alinihukumu mwaka mzima. Baadaye ndio nikaje kukutana na uamsho. Nikasema kumbe ilikuwa kifungo, ni pepo la aibu. Nilipofunguliwa hiyo siku, nilienda kushuhudia. Tangu siku hiyo nikawa huru. Haleluya! Sasa nilipokuwa nahubiri mahali pale, jamani, Mungu ni mwaminifu sana. Yaani nikaona nguvu kadiri nilipokuwa naendelea. Nilikuwa naogopa kidogo, nikasema hivi nitasema nini? Hivi Mungu, yaani jumbe zinakuja lakini sijui nisimamie ipi. Nikasema Roho Mtakatifu, wewe unajua. Sasa nilipoanza ujumbe ukashuka, nikapiga. Wakati nahubiri nilikuwa nimesimama kwenye mti, lakini baadaye nikaona ni watu. Yaani nikawa Roho Mtakatifu, nikaona wale ni watu, alafu nikaonyeshwa tena ni watumishi wa kanisani, alafu nikaonyeshwa nikapewa, yaani wamejaa dhambi ya masengenyo, ya kiburi, yaani yale tuliofundishwa mahali hapa. Yaani kageuka nikaletewa, nikaona wale watu, yaani ndio walivyokuwa nimefundishwa. Mimi nimefunguliwa, nimepona. Sasa nilipoenda kwao nikaona, yaani kumbe hao wanajifanya wanaenda mbinguni. Wengine ni wazee wa kanisa nikawaona, wengine yaani nikaona wako kanisani lakini wamejaa dhambi mioyoni. Nikawahubiria, nikaona wakati kadiri nilivyokuwa naendelea, nguvu ikashuka mpaka majasho yakanitoka. Nikaona watu wamekuja mbele yangu, nikawatubisha, nikaita wa kutubu, wakaja mbele yangu wote, nikawatubisha. Nikasikia huku ndani wanatuita, yaani katamani niendelee. Haleluya! Ilikuwa nguvu ya ajabu ambayo mimi sikujua kama inaweza kushuka. Kwa hiyo namshukuru Mungu ya kwamba Bwana ametendea mambo ya ajabu katika semina hii. Haleluya! Ilifika mahali nikasema mbona, yaani katika miaka kidogo iliyopita nikasema jamani, mbona uamsho ule wa kwanza uko wapi? Lakini namshukuru Mungu, jamani, imekuja kitu kingine. Baba Mungu akubariki sana sana, kwa sababu yaani ni neema kubwa ya ajabu sana. Yaani hii ni siri ya ajabu. Niliwaambia kule nyumbani kule kwetu walipokuwa wametuinukia, wakasema jamani, Mary amepotea kabisa. Yaani yule chanje hivi, hata ukimchanje hivi, Timo yuko kwenye damu, ameshika yale mafundisho, amepotea kabisa. Nikasema sawa, itajulikana. Yaani wale wote waliomuinukia, jamani, ni shahidi. Mimi ni kule kwetu Dongobeshi, waliomuinukia huyu mtumishi wa Bwana, yaani wameisha, hawapo. Yaani wameisha. Walikuwa wahubiri wazuri, lakini sasa hivi ni wainjilisti wa mitaa. Ni ajabu sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwasema watumishi wa Mungu. Bwana atusaidie sana. Nilikuwa hata wakati ule uchaguzi kule kwetu tulikuwa tunawaambia, tuliwakusanya watu sana. Nilikuwa na wivu sana, natamani sijui niwavute namna gani. Wengine niliwaambia jamani, hata nauli nitawalipia, tendeni kwenye ile semina. Namshukuru Mungu, huyu mtumishi wa Bwana, mgeni yule dada wa RC, yaani nilimwambia akakubali. Mungu akubariki sana. Na atakuwa shahidi kupeleka ujumbe kule. Niliwaambia sana wengi. Nao nikasema jamani, laiti mtu basi nendeni tu mkasikie. Mwingine ni huyu mtumishi wa Bwana. Bwana atakuinua kwa sababu ulikubali. Nikasema jamani, usikatae kama uelewe. Wewe kubali tu, wewe twende tu, utakuta kitu kule. Haleluya! Kwa sababu mimi mwenyewe nimeonja asali. Ninatamani na wenzangu waonje. Haleluya! Kwa hiyo tumepata hii neema ya kufunguliwa. Tutaenda kuhubiri huu uamsho mkuu wa Tanzania. Haleluya! Amen! Kwa hiyo ni kama tulikuwa tumedharauliwa kidogo, lakini najua Yesu ambaye amenifungua. Haleluya! Ameniinua na ataniinua. Mungu awabariki sana.
Bwana Yesu asifiwe. Mimi sio mhubiri cha kwanza, mimi natoa ushuhuda. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu Timothy Paulo, barikiwe sana. Mimi ushuhuda wangu ninaye shuhuda 2, sitazidi maana na watu wameshachoka. Kao unasema na ubili watu kwa wameshalala. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri kujitambulisha napotoa shuhuda. Unaweza ukapelekwa hata nchi za nje unatushuhudia tukujui jina. Mimi ni mzaliwa wa Afrika, taifa la Tanzania, mkoa wa Singida, wilaya ya Mkarama, kata ya Miganga, kijiji cha Ipuli. Majina yangu kamili ninaitwa Daudi Chuma Selemani, napatikana kijiji cha Ipuli. Sina makazi, naweza nikasema makazi yangu ni Ipuli, hapana. Kikubwa ni kushukuru sana mtumishi wa Mungu. Nakumbuka mwaka juzi nilikuja kwenye kongamano la Pentekoste. Na hisi ndio ni mara yangu kama ya pili, ya kwanza kukuona unahudumia. Mimi ni Mluteli. Tulikuja mwaka mmoja hapa, sijui mlikuwa mnafungua jengo, sijui mlikuwa mnafanyaje. Kulikuwepo na ukumbi hapa, kwa bado mdogo mdogo kipindi kile. Nikaja mwaka juzi hapa kwenye kongamano, uliachilia upako wa watumishi kwenda kuhubiri. Ni kweli tulienda kuhubiri, lakini tatizo ni moja tu, sikulielewa. Sijui na asili ya Kinyeramba ndio inatutesa. Ni kweli tulihubiri na watu wengi walikusanyika pale Ipuli, wanajua kina Zakaria. Madiwani wengi, wagonjwa walikuwa wanaletwa na magari, tunaombea wanapona. Lakini ikaja asili ya Kinyeramba. Sisi Wanyeramba huwa hatuendi mahali kwenda kuhubiri, huwa tunakutwa hapa hapa. Kwa kile kitu kilinitesa. Nilialikwa mkutano kule Shinyanga, nikakwepa. Nilipokwepa Mungu akanipiga ng'ombe wakafa. Sikujua, mimi nikajua ni wachawi. Nikaalikwa tena mkutano sehemu za Ibaga, nikachenga. Nilikuwa nimenunua kiwanja, yule mtu aliyeniuzia kiwanja akanigeuka, akanizulumu hela mpaka leo. Sikujua. Nikasema haya ni wachawi. Mimi nang'ang'ana na wachawi, nang'ang'ana na mizimu, kumbe sielewi kitu kile cha kufungwa ufahamu. Tangu nije hapa kuna vitu vingi sana mtumishi kanifungua. Mpaka wakati unatangaza kwamba Mungu amekusudia Singida kupeleka uamsho wa Tanzania, sijui ulisema nani, na Manyara. Watu wanashangilia, mimi huko moyoni kama machozi yanatembea. Nikasema hawa wanashangilia kitu ambacho hawaelewi, ni mzigo, ni gharama. Nikajutia sana, nikasema Mungu tupe hekima, maana mimi asili ya Wanyeramba nimeanza kuielewa hapa kwenye mafundisho. Kwenye kusema amina tunaweza, kwenye kusema tunaenda kukiwasha tunaweza, lakini matekelezo yanatokea hamna. Nakushukuru sana mtumishi wa Mungu. Haya masomo ni waombe wanauamsho, mna neema sana. Huwezi ukapata mtumishi wa namna hii, ni ngumu. Wa muunganiko na sisi wa Luteli tuwepo, tuwaalike kwenye kanisa letu la Luteli na sisi tupate mafundisho kama haya ya kuhubiri. Watu wengi walishanifahamu na jina lilijulikana. Swali likaja moja, mizimu ikaniambia ni sawa, unahubiri, gari unalo, ni sawa, unahubiri, pikipiki unayo, unatembea na mguu, na Mungu gani? Mwache. Kweli nakumbuka sio ilikuwa mwezi wa huu mwaka au mwezi wa kwanza au wa 12. Nikachoka. Nasema sasa Mungu namtumikia Mungu gani maskini? Wakati sijaokoka nilikuwa na pesa tu vizuri. Leo niokoke pesa hamna. Kumbe nimenyimwa pesa kwa sababu sijaenda kwenye kazi ya Mungu. Barikiwa sana mtumishi pia.
Namwomba sana Mungu azidi kukupa maono zaidi na zaidi. Pia tuombee Wanyiramba, usitulaumu. Shida ni miungu. Tuombee sana kwa hilo. Au nazungumza uongo Wanyiramba? Mtumishi, nazungumza uongo? Katika makabila yanayokusumbua ni kabila gani? Wanyiramba. Kwa sisi ni wasumbufu, ila tu tumuombe Mungu kwa moto huu tuliochukua tusizuiliwe leo. Amina. Usuda mwingine, wakati mtumishi anatangaza tukahubiri, nikasema mtumishi vipi? Sasa tunaenda kuhubiri nje, watu si watatuona vichaa. Mimi nipo pale anatangaza, lakini huku moyoni kukaniambia hili ni jaribu lako, ukivuka utaenda mahali. Ni kweli, nikamwomba Mungu anitie moyo. Wakati nahubiri, kuna kitu kama kilifunguka kwenye akili zangu. Nikakumbuka paliandikwa pale msalabani kwamba wewe ni mfalme wa Wayahudi. Chini yake pakaandikwa anwani. Sasa waliandika anwani, manake ni mwisho wa Injili. Na mimi nikasema kumbe anwani ya Wanyiramba tumeandikiwa kana kwamba mtumishi akitangaza kongamano tusitoe pesa, tukitangaziwa kongamano tuchelewe. Nimejifunza vitu vikubwa sana, na imani nikitoka hapa nitaenda kufanya vitu sio ndogo, kubwa. Sijui na kesho tufanye, na kesho tutaangalia kama mdu kipatikana, na kesho kujenga huu uwezo utafika mbali sana, unakuwa tofauti na wengine. Na nimeona mhubiri mwingine hapa na mwenye hekima juu ya Wanyiramba, si umesikia? Sasa Wanyiramba hamjaelewa tu, nyinyi ndio anwani chini ya msalaba. Basi tunaenda kupumzika, tutaonana kesho. Jambo muhimu, amini. Unajua tunafanya kwa imani, kinachofuata ni matokeo. Ulikuwa upotezi muda pale. Amini na uiandike tarehe ya leo, kwa sababu utamuona Bwana. Na mlioombewa amini. Kesho nafikiri tunaweza kuwa na somo la namna ya kuponya wagonjwa. Tuna masomo mengi, tuna ibada ya sanamu. Naona muda acha tukamuombe Mungu, atatuamlia. Kama umeombewa amini, utaona matokeo hatua kwa asubuhi. Tutaanza na kufunguliwa mambo ya asili, mizimu. Kwa hiyo tukija hapa kesho ni kufunguliwa. Manase upo? Wewe naona hujafanya kazi hapa. Msaidiane na Oki, waliofungwa mwafungue. Sio mnakuwa mnanisogelea tu, alafu mnasema sisi ndio watoto wa baba, halafu mfungui watu. Kwa hiyo ni washukuru sana, hatua mliofika kubwa. Tutaomba, kama hujajiandikisha jiandikishe. Tunahitaji namba zenu, na wala ambao mtakuwa na maswali nataka niwape namba, ila usipige. Bona Amina haipo. Utaandika namba hizi, pia zinatumika kwa maombezi. Sawa? Utaandika ujumbe, sisi ndio tutakupigia. Lakini kama ni swala tu la kawaida, andika tu, mimi fulani ni labda nilienda kuhubiri kijijini, Mungu amefanya hivi na hivi. Sina tosha. Tutapokea, tutaingiza kwenye kumbukumbu zetu,
Ni vizuri tuwe tunafuatiliana. Haleluya. Namba ya kwanza 0696 0696 22 41 22 0696 22 41 22. Hiyo ni Airtel. Tuma message, jitambulishe. Tunapokea ujumbe kutoka mpaka Amerika huko na tunawahudumia. Hata kama una mgonjwa, kama unahitaji lakini kwa wewe ambaye umepokea huu upako, sina wewe uanze kuwaombea. Namba ya pili ni 0675 0675 24 59 73 0675 24 59 73. Hiyo ni Tigo 73 mwisho. 0675 2 4 5 9 7 3 3. Na njaa sana nini mpaka amnisikii vizuri? 73. Sawa? Usipige, hata ungepiga kutwa nzima hautapokelewa. Maana shida wapendwa, ukimwambia usipige ndio inakung'utwa sasa. Hii ni ya kutuma message, alafu sisi ndio tutakupigia. Unaweza ukatuma message kwenye namba hizi na ukapigiwa na mtu, labda mtumishi wetu aliyeko Mbeya au akina Manase hapa, au ukapigiwa na Oki, au ukapigiwa na Mgana, mtu yoyote, kwa sababu sisi tunatoa huduma. Usitake kwa vile umeleta kwangu ndio mimi nikupigie. Yeyote ambaye tutaona akuhudumie. Sisi tunafanya kazi kama timu. Amina. Yeyote atakuhudumia. Tuna watumishi wengi kila kona, na utapata matokeo mazuri, na utapona, utafunguliwa, utajibiwa shida zako, utafanikiwa. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu, nabariki huduma za watu hawa sasa. Wamejitoa kukutumikia, wamefanya tendo la imani. Tendo hili la imani Bwana likadhihirike katika hali ya kawaida ya kimwili, hali ya kawaida ya kihuduma, hali ya kawaida ya kimaisha. Baba, naomba umfuatilie kila mmoja ambaye amejitoa kwa ajili ya kurejesha kanisa lako. Bwana, ukamtendee mambo makuu na ya ajabu. Kila ambaye amedumaa kihuduma, kiroho, kiutumishi, namna yoyote, hata kama ni kiuchumi na kimapato, wafuatilie Bwana, ukawape makuzi mapya, ukawape kuendelea. Milango yote iliyofungwa ikafunguke kwa jina la Yesu Kristo. Mahali walipokosa kibali wakapate kibali kuanzia sasa, katika jina la Yesu. Mahali ulipokataliwa ukakubalike. Mahali uliponenwa vibaya ninapasafisha na ukanenwe vizuri kwa jina la Yesu Kristo. Natamka baraka juu ya jina lako kuanzia leo, liwe jina la mbarikiwa. Natamka baraka juu ya miguu yako, iwe miguu ya mbarikiwa. Kila upitapo, nguvu ya miguu yako ikatende kazi. Natamka baraka juu ya mikono yako, iwe mikono ya baraka, mikono ya neema, mikono ya kuponya, mikono ya kufungua, mikono ya kukomboa, mikono yenye nguvu za Mungu ndani yake, mikono ya kubadilisha mambo kuanzia leo. Na iwe hivyo kwa jina la Yesu. Kila utakapoweka mikono juu ya wagonjwa, wakapokee msaada wa Bwana.
natamka baraka juu ya mwili wako, na ninatamka uzima tangu utosini hadi wayo wa mguu, katika jina la Yesu Kristo. Mambo yako yote yaliyokwama yakakwamuliwe kwa jina la Yesu. Kila mahali walipokuinamisha, ninaamuru uinuke kwa upya kwa jina la Yesu. Kila mahali paliposhindikana, pakawezekane kuanzia sasa. Ninaita baraka za kiroho zikuwasilie, baraka za kiuchumi zikuwasilie, baraka za kifedha zikuwasilie, baraka za karama mbalimbali zikuwasilie, baraka katika kila hitaji ulilonalo zikuwasilie, na ukabarikiwe mpaka ushangae. Ubarikiwe wewe na uzao wako na watoto wa watoto wako, na iwe hivyo sawasawa na imani yako, iwe hivyo sawasawa na shauku yako, iwe hivyo sawasawa na maombi yako, iwe hivyo sawasawa na matamanio yako. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini, na tuseme amina. Ongeza amina nyingine na nyingine. Shangilie Bwana kwa kukupa hiyo neema. Shangilie Bwana kwa kukuinua. Shangilie Bwana kwa kukufanya kuwa mhubiri wa kimataifa, mhubiri mwenye upako, mhubiri wa kimataifa, mhubiri mwenye nguvu za Bwana, mhubiri mwenye kumshusha Roho Mtakatifu.